Ya FPST Mafiga Media, kwa siku ya leo tupo na mtumishi wa Mungu. Kama unavyoona mbele yetu tuna vitabu. Kuna kitabu chetu hiki kizuri sana ambacho kimeandikwa na mtumishi wa Mungu unayemuona hapa. Ni kizuri sana of course. Mimi nimekisoma na kuna vitu fulani ambavyo nimevipata. Natamani na wewe uvipate na uvisikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Anastasia Mwikalo. Ni Mungu amenipa neema ya kuwa mwandishi wa vitabu. Na kwa sasa nimeandika kitabu cha pili, From the Shadow to the Real Picture, ambao kwa Kiswahili ni kutoka kivuli mpaka picha halisi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ya kuwa mwandishi, kwa sababu ni kitabu ambacho kinalenga kugusa maisha ya watu na kubadilisha. Kutoka kivuli mpaka picha halisi ni kitabu ambacho kinaelezea safari ya kubadilika. Safari ya kubadilika na kujitambua. Hichi kitabu ukikisoma utakuta kivuli kinatengenezwa na mazingira tofauti tofauti ambayo tuko nayo. Na nikatolea mfano kwenye kitabu kwamba watoto wadogo wanapokuwa shuleni, ukiwauliza unataka kuwa nani, atakwambia anataka kuwa mwalimu, kuwa daktari, atakwambia anataka kuwa rubani, kwa sababu ni watu ambao tunawaona kila siku katika mazingira yetu. Lakini je, ni kile kitu ambacho Mungu amepanda ndani ya mtoto? Kiuhalisia Mungu naye huwa anaweka mbegu ambazo zinatarajia kukua ndani ya, ili tutimize kusudi katika haya maisha ambayo tunaishi. Kama Mungu alivyomwambia Jeremiah kwamba kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua. Kwa hiyo kiuhalisia lipo kusudi la Mungu ndani ya mwanadamu ambalo anatakiwa kulitimiza. Na kiuhalisia pia katika maisha haya tunayoishi, sio wote ambao tunaishi katika kusudi la Mungu ambalo anataka sisi tuishi. Nikupongeze sana kwa namna ambayo umeandika kitabu kizuri sana. Unajua nimejaribu kufikiria wakati unaongea kwamba kwa nini, yani kuna namna fulani ambayo mtu anaweza kawa anapita kwenye mazingira fulani akajikatia tamaa, kumbe anayetazama kule kuna watu ambao Mungu amewapa neema hiyo ya kuweza kushape mioyo yetu na kutufanya tena tuweze kupata tena ile hali ya kutamani kuishi zaidi na nzuri zaidi. Nadhani umezungumzia kuhusu kusudi la Mungu. Hivi unaweza kushare na sisi kwamba ili kuchukua muda gani kugundua kwamba una uwezo wa kuandika vitabu? Kuna watu ambao labda wanakutazama wangependa kujua kwamba kwa mfano unaweza kukuta labda unapoanza labda kufikiria kufanya kitu fulani, huwa mara nyingi mtu anawaza nitaweza kweli? Inakuwaje hiyo? Nawezaje kufanya hiki kitu? Mazingira kama uliweza kuyashinda kwa namna gani, na ni nini kilikusaidia hasa kushinda hofu ya kushindwa mbele wakati bado hujaanza safari? Okay, asante kwa swali zuri. Cha kwanza ninapenda kila mmoja atambue katika kusudi ambalo Mungu amemuitia, basi iko sababu ya yeye kufanya hivyo. Kama unakifanya kitu kwa sababu ya kusudi la Mungu, tambua kwamba kitaenda kugusa mahali ambapo Mungu amefanya nini? Amekusudia, ni hakika. Ukiwa na hofu inabidi utambue kwamba hilo sio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni hakika. Inakupa uhakika kwamba kitu nitakachoenda kukifanya lazima kitagusa maisha ya mtu fulani. Na kwa kawaida kusudi la Mungu ndani halikai likatulia, ni kitu ambacho kinakufanya utafute namna ya kufanya. Na pia mimi niliwahi kujifunza na kutoa hofu yangu ya kwamba itakuwaje impact yake kwa jamii, ni nani watakipokea au hawakipokei. Ile hofu iliniondoka baada ya kujua kwamba nilijifunza kwamba kuna nguvu mbili ambazo zina kudrive. Kuna ile matokeo ya nje lakini na matokeo ya ndani. Ukiangalia sana matokeo ya nje utahitaji labda ninatoa kitabu watu wengi wakipokee, ninatoa kitabu watu wengi wasome, au watu wengi wakifurahie nipate pesa. Lakini ukiwa na ile nguvu ya ndani ambayo ni God will, ikimbadilisha hata mtu mmoja, kwa kweli itakuwa imeshafanya impact kubwa sana. Umepata matokeo makubwa ya kwamba kusudi la Mungu ya hichi kitabu ilikuwa nikimguse mtu mmoja na kubadilisha maisha yake. Kwa hiyo hatutakiwi tuwe na ule mtazamo wa kinje. Tutazame lile kusudi la Mungu ambalo limetupelekea kufanya hivyo vitu ambavyo tunavifanya. Ni mtu anaweza akipata kwa shilingi ngapi, na akitaka ukipata
anakipata wapi? Kitabu hichi kinapatikana kwa gharama nafuu sana. Nasema nafuu kwa sababu kina mambo mengi ya kumsaidia mtu kwenye maisha yake. Gharama yake ni shilingi 10,000 kwa kitabu kimoja. Lakini pia tunauza ebook. Tunakutumia mtandaoni kwa shilingi 10,000 hiyo hiyo. Lakini pia tupo tunakiupload Amazon kwa ajili ya mataifa yote kuwa wanakipata. Yeah.